بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 4 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya risala usul السنة لأبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. bado tuendelea na sehemu ya kwanza au kipengele cha kwanza tulichokitaja katika msingi wa sunna. قال رحمه الله: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. tulisoma sehemu katika sharh الشيخ الراجحي حفظه الله تعالى, tukafikia katika kuzungumzia maratibul imani bil qadar, martaba za kuamini qadar. Tukaizungumzia martaba ya kwanza, المرتبة الأولى العلم. نلeo بإذن الله تعالى tutaanza kuzungumzia المرتبة الثانية. قال: الثانية كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ، kuandika yale yote ambayo yamekadiriwa kuwa katika ulimwengu katika al-lawh al-mahfudh. wa huwa lawhun adhim, ni bao kubwa. lawh ni kibao kubwa. kataba Allah fihi biqalam al-qadari maqadir al-khalaiq kullaha, ameandika Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo lawh al-mahfudh makadirio ya viumbe wake yote. fala yatakhallafu shay'un 'an al-lawh al-mahfudh, kwa hivyo hakuna chochote kinachokuwa hakikuandikwa katika al-lawh al-mahfudh. kila kilichokuwa kitajiri katika ulimwengu kimeandikwa. fakullu ma yusamma shay'an fahuwa maktubun fi al-lawh al-mahfudh, kila kinachoitwa kitu kinachotokea katika ulimwengu kimeandikwa katika ubao huo al-lawh al-mahfudh. kullu dhawati maktubatun fi al-lawh al-mahfudh, dhati zote zimeandikwa katika al-lawh al-mahfudh. dhawatul adamiyin wa dhawatul jinn wa dhawatul malaika wa dhawatul hayawanat wa dhawatul hasharat وذوات الأشجار وذوات المياه وذوات الهواء، kila kitu, upande wa watu, majini, malaika, hayawani, wadudu, miti, maji, upepo, kila kitu kimeandikwa. وكذا ما يكون من الصفات والأفعال والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة لبني آدم والجن والفقر والغنى والعز والذل والحياة والموت والعجز والكسب، كل ذلك مكتوب. vyote hivi vimeandikwa. kwa kumeandikwa mpaka sifa za watu, sifa za viumbe, sifa zao, vitendo vyao, harakati zao, kutulia kwao,
kufaulu kwao au kuangamia kwao kwa wanadamu na majini, umaskini, utajiri, utukufu, udhalilifu, uhai, umauti, ajizi na mtu kuweza kuchuma, vyote vimeandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. والأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الكتابة كثيرة ومشهورة ومعلومة. ندليل katika Qur'an na Sunna kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo yote haya ameandika ni nyingi sana, tena mashuhuri zajulikana. منها قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. yeye ndiye anayemiliki funguo za ghaib, hakuna anayejua isipokuwa yeye. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, ayajua yaliyomo nchikavu na baharini, na hakuna hata jani la mti moja laanguka isipokuwa Allah yajua. ولا حبة ولا tembe ndogo fi dhulumati al-ardi, katika kiza cha ardhi isipokuwa yajua kule iliko. ولا رطب ولا يابس, wala kilichokuwa majimaji wala kikavu, illa fi kitabin mubin. Kwa hivyo vyote viko katika kitabu, vimeandikwa, viko wazi kabisa, vyote vimeandikwa, hakuna kinachotoka njia kuandikwa katika lawh al-mahfuz. وهو اللوح المحفوظ. ومفاتيح الغيب 5 كما بينها سبحانه وتعالى في آخر سورة لقمان. funguo za ghaib ni 5 kama alivyobainisha Allah katika mwisho wa sura Luqman. Qala ta'ala inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. علم الساعة, علم يكجوا قيامك تكوالين. ونزول الغيث, كترمك كنفوا. والعلم بما في الأرحام, نكجوا vilivyomo ndani ya uzao au matumbo ya vile vitakavyozaa, ni kiume au ni kike, kitakuja vipi, namna gani. Unaweza kusema lakini siku hizi kuna mashini za pima zikajua. Hii ni baada ya kuumbwa, baada ya kuumbwa ndio jua, kabla ya hapo alikuwa hajui. Allah subhanahu wa ta'ala ajua kuanzia mwanzo kile kitakachokuwa pale ni cha kike ama cha kiume. Ama baada ya kuwa kishaumbwa sasa خلاص waweza kuangalia ukajua kiume ama ni kike. Wakasbu al-insan, na kile kitakachochuma kila kiumbe, kila nafsi, kila mtu atakachokichuma katika hii ardhi, yani bimaana amali yake yote Allah yajua. Wakasbu al-insan wal ardu allati yamutu biha, na ile ardhi ambayo atakufia hapo mtu pia Allah ndiye ajua. هي مفاتيح الغيب التي لم يطلع سبحانه وتعالى أحدا عليها بل اختص سبحانه وتعالى بها. kwa vyote hivi ni katika funguo za ghaib, ghaib ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajamjuza yoyote juu ya hii ghaib, bali hii ni ilmu ambayo yamhusu yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na yoyote atakayesema kuna chochote katika haya kiumbe fulani yajua, atakufuru na kutoka katika Uislamu, kwa sababu atakuwa kadhibisha haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'al asaf, wako katika ghulatu sufia wanaothibitisha kuwa mawali wajua ghaib, bali wengine husema mambo makubwa sana mpaka ujue watakufia wapi. Na rafidha wakati ya fora pia kusema kuwa wale maimamu wao wajua mpaka siku gani watakufa na ardhi gani watakufia. Hii ghaib wanayo, na hii ni katika kufru wal iyad billah, itikadi ya kufru, wampelekea jambo ambalo lamhusu Allah subhanahu wa ta'ala asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Khurafiyun hata hawa hapa kwetu
wako wanaoitakidi kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yajua ghaib, bali ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, sema hivi, ajua vilivyomo mbinguni na ardhini. Bali sasa hivi tulivyo hapa duniani tuliokuwa hai, kuwa mtume sallallahu atuona yote tunayofanya, aona. Lakini siku ya kiyama tuona mtume sallallahu atueleza siku ya kiyama watakapokuwa wazuiliwa wale watakaozuiliwa katika haudh, mtume sallallahu ataambiwa na malaika, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe hujui kile walichokizua baada ya kuondoka. Sasa vipi alikuwa ajui na yajua kila kitu? Watuona vipi ajui? Katika hii hadith sahih katika Bukhari na Muslim, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا للذين غيروا وبدلوا بعدي, na wawe mbali kabisa wale waliobadilisha dini baada ya mimi kuondoka. Miongoni mwa wabadilishaji dini ni hawa wanaosema kuwa mtume sallallahu ajua ghaib. Hili aliko katika dini ya mtume sallallahu, wamelitunga wao, na hakuna mtume yote anayejua ghaib. Isa alayhi salatu wassalam siku ya kiyama atamwambia Mola wake, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Kwa hivyo alipoondoka hapa na kunyanyuliwa juu, hajui chochote kinachoendelea, na yuko hai Isa alayhi salatu wasalam, sisi tuamini bado hajafa na hajui chochote kinachoendelea ulimwenguni. Kwa hiyo ni katika itikadi potofu za ahlul bid'ah, sallallahu alayhi wasallam. قال وفي الآية إثبات العلم والكتابة. katika hii aya kuna kuthibitisha ilmu na kadhalika kuthibitisha kuwa Allah ameandika kila ambacho amekikadiria kiwe katika huu ulimwengu. ومنها قوله تعالى, كذلك katika adilla ya kuwa kila jambo limeandikwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أبونك أن مع الأسف في chapa ina makosa mengi sana, mpaka makosa ya aya pia. Aya za Qur'an zimekosewa sana, si ya kwanza hii. Aya nyingi zimepita ni vile wazisoma kwa hifadhi tu, lakini ukisoma hapa inna dhalika fi kitab, kisha sema anna, la, inna dhalika ala Allah yasir, ya anna. Na mfano kama ni, ndio maana lile neno siku zile nikamwambia sikulifahamu, nafikiri ikhwa wakaniambia hapa jazakumullah khair, kwa pengine ni kosa la matba'i, na sasa hivi nahakikisha kweli kuwa kuna makosa mengi hapa, paka aya pia nyingi sana, aya nyingi zimekosewa, na hii ni khalal kubwa sana ambayo imefanywa na hii dar ilifanya nashr, si dar gani. Almuhim wangelikuwa makini zaidi, kwa sababu kukosea kalima nyingine sawa, lakini kukosea aya katika Qur'an hadhihi tammatun kubra, sababu hizi ni Qur'ani. Huwezi kuandika Qur'an unavyotaka wewe, na kuanzia mwanzo ukiangalia aya za Qur'an utakuta zimekosewa. Allahu musta'an. سما هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي صدقهم الله عنهم ورضوا عنه. أجاني سويف رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم رضي صدقهم. na hiyo onyesha kama ni copy paste hivi, kama imekopiwa ile aya kwenye mushaf ya Madina kisha ikawekwa, yani khati zake ni hizo, lakini ukiangalia ina matatizo mengi sana. Nilikuwa tuweza kufikisha habari kwa watu, tungefikishia, itakuwa washajua. Haiwezekani kwa mpaka sasa hawajaambiwa, lakini mara nyingi utaona haswa hizi chapa nimeziona zina matatizo kama hayo. والله المستعان. قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. كتاب كنا تقصدوا اللوح المحفوظ. ومنها قول تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
وهو اللوح المحفوظ. إمام مبين يقصد اللوح المحفوظ، كلا كيتو كمي كسانيو باري كمي عندكم. ومنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Allah ameandika makadirio ya viumbe kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. Qala wa arshuhu ala alma, arshi yake liko juu ya maji. وعن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له. mwanzo Allah alipoiumba kalamu aliambia. Hii hadithi wamekhtalifiana ulama, je kalamu ni kitu cha kwanza kilichoumbwa au ni arshi au ni kadha. Ingawa Allahu a'lam, kilichokusudiwa hapa ni kuwa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, mwanzo Allah alipoiumba kalamu. Maana kulikuwa na viumbe kabla yake, lakini ilipoumbwa kalamu mwanzo, faqala lahu uktub, Allah akaiambia kalamu andika. Qala rabbi wa madha aktub, ikauliza kalamu niandike nini ya rabbi? Qala aktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'a, andika makadirio ya kila kitu mpaka kiyama kisiku, kwa amri ya Allah. وفي لفظ فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ile kalamu ikatembea ikaandika wakati ule alipoamrishwa yote yatakayojiri mpaka siku ya kiyama, yote yameandikwa. Kwa hivyo hii ni martaba ya pili, martabatul kitaba. الثالثة مرتبة ya tatu, al-iradatu wal mashi'a, matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka kwake lile jambo liwe na likawa. الإرادة والمشيئة وهي الإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود وقع، لا بد أن يسبق وجوده إرادة الله ومشيئته له. وهي الإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود وقع، لا بد أن يسبق وجوده إرادة الله ومشيئته له. kuamini kuwa kila kilichoko kimetokea katika huu ulimwengu, basi lazima kiwe kimetanguliwa kupatikana kwake, kutokea kwake na kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana lau kama Allah asingetaka kisingekuwa. والإرادة تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة كما دلت على ذلك النصوص. na irada, kutaka kwake Allah kumegawanyika vigawanyo viwili katika aqida ahli sunna, na hili ndilo dalili ya Qur'an na Sunna. الأول إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية، وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هاني matakwa gani? Kaunia qadaria, ni yale ambayo lazima yatakuwepo katika hii ardhi. Na haya ndio yale watu wakisema masha Allahu kana, anachokitaka Allah kitakuwa, iwe ni khairi iwe ni shari. Wama lam yasha lam yakun, na kile ambacho Allah hajataka kiwepo hakiwezi kuwepo. Kwa hivyo hii ni iradatun kauniyatun qadariyah, na hapa ingia ndani yake shari na khair kwa makadirio ya Allah kauniya. Athani iradatun diniyatun shar'iyyah, ni matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kidini, sheria aliyoiamrisha Allah. Allah yuwataka wewe ufanye hivi katika sheria yake. وهي محبة المراد ورضاه, kupenda kile kitu kiwe ndio kinachomridhisha yeye. Wa mahabbatu ahli wa ridha anhum, na kuwapenda watu wa jambo hilo aliloliamrisha lifanywe na kuwaridhia. Wa jazaa'uhum bil husna, na kuwalipa khairi na wema, yani janna. Na hili la pili si lazima litokee,
bimaana yawezekana likatokea, yawezekana lisitokee. Allah yuwataka watu wote wamtii, lakini je, watu wote wamemtii? Wengine wamemaasi. Sasa hii irada ya pili ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha iwe hivi, hii ndio sheria yake, lakini sio wote waliotekeleza. Kwa hii irada inaitwa iradatun shar'iyya, na haya ni yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. والفرق بينهما إن كان المقدر يريده الله كونا وقدرا فلا بد أن يقع. ikiwa ile jambo lilokadiriwa Allah atalitaka kaunan wa qadaran, ni lazima litakuwa. Kwa irada kaunia qadariya lazima itakuwa. Wa amma ma aradahu dinan wa shar'an faqad yaqa wa qad la yaqa. Ama lile ambalo alitaka katika dini na sheria yake huenda likatokea, huenda lisitokee. Lianna lillahi hikmatun baligha, Allah ana hikma kubwa katika hilo. والذي وقع في هذا الكون بالنسبة لما شرعه الله ورضيه وأحبه ينقسم إلى قسمين. na kile kinachotokea katika huu ulimwengu, tukiangalia kile ambacho Allah amekiamrisha na kukiridhia na kukipenda, pia kimegawanyika vigawanyo vingapi? Viwili. qismun arada Allah dinan wa shar'an wujudahu min almahbubat wat-ta'at wa ma amara bihi. Kuna kigawanyo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kiwepo katika sheria, ataka kiwepo katika yale mambo anayoyapenda katika taa na mengineyo katika yale aliyoamrisha. Wa qismun yakrahuhu Allah wa yabahu dinan wa shar'an wa naha anhu kalkufri wal maasi fala yardahu subhanahu wa ta'ala. Na kuna kigawanyo katika yale anayoyachukia Allah na kuyakataa katika dini na sheria, na haya ni yale ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala kama kufru na maasi. Allah haridhiha wala yarda liibadihi alkufr. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الكفر والمعاصي ولم يرضه ولم يحبه دينا ولا شرعا، لكنه أراده كونا وقدرا. أي أراد الله سبحانه وتعالى وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا، وإن كان لا يريده دينا وشرعا. أسمى الله سبحانه وتعالى ametukataza kutokamana na shirki na maasi, wala hakuridhia jambo hili, wala halipendi katika dini na sheria. Allah halipendi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika qadari yake akakadiria liwepo kwa hikma kubwa aliyokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah akataka yeye uwepo ukafiri, yawepo maasi, lakini hii ni qadar kauni. Tuelewana, hii iko juu, qadar kauni. Wa in kana la yuriduhu dinan wa shar'an, pamoja na kuwa kisheria hili jambo Allah halitaki, لما يترتب عليه من الحكم من وقوع محاب ومراض لله عز وجل. سبوا إليه لما يترتب عليه من الحكم من وقوع محاب ومراض لله عز وجل، لولا ذلك لفاتت عبودية الجهاد في سبيل الله. كنا حكمة nyingi sana Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria haya aliyokadiria katika kutokea yale anayoyapenda Allah na kuyaridhia mengi. Yani bimaana lau kama kwa mfano kusingelikuwa na kufuru, kusingelikuwa na jambo linaitwa kufuru, basi ibada ya jihad ingelikuwa hakuna, hakungekuwa na jihad fi sabilillah allati hiya min afdalil qurbat, ni katika ibada kubwa zinazomkaribisha mja kwa Allah. Kadhalika wala fatat ubudiyatul hubbi fillah wal bughdhi fillah, pia ibada ya kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah ingeondoka. Wala fatat ubudiyatul wala'i wal bara, kadhalika ingeondoka ibada ya alwala wal bara, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Wala fatat ubudiyatud da'wati ila Allah, kungelikuwa kuna haja tena kufanya da'wa, ibada ya da'wa ingeondoka. Wala fatat ubudiyatul amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, pia ibada ya kuamrishana mema na kukatazana maovu ingekuwa hakuna. Wala fatat ubudiyatus sabri wat tahammul, na ingekosekana pia ibada ya subra na kustahamili katika da'wa na mengine wa hakadha.
Lau kama kusingelikuwepo haya maasi ama kufuru, kuna mambo mingi sana yangepotea, yangeondoka. Na hii ni mifano amepiga ya hikma, lakini kuna hikma kubwa pengine hakuna anayejua baadhi ya hikma hizo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini amejalia hivyo? قال والله سبحانه قدر الكفر والمعاصي لما له من الحكمة في انقسام الناس أبنقل شقينا إلى شقي وسعيد ومؤمن وكافر. ينكتك مكوسا يوشابشاي. الله سبحانه وتعالى مكدرية وكفيري معصية sababu kuna hikma watu wagawanyike, wale walioangamia na waliofaulu, waumini na makafiri. Wama qaddarahu subhanahu بأن خلق للجنة أهلا وللنار أهلا. كلا يقدريه الله كوامبيا بيبو واتو كوامبيا موتو واتو. ووعده سبحانه وتعالى الجنة بأن يملأها والنار بأن يملأها. نأهادي الله أليبا بيبو كواتيجازا نموتو كذلك توجازا. والابتلاء المؤمنين بالكفار والأخيار بالأشرار كذلك كواونجا ووميني كمكافيري نويما كواوفو. فهذه من الحكم والأسرار. hizi ni katika hikma na siri, na kuna siri kubwa ndani ya nini anachokadiria Allah. فكل شيء يقع في هذا الوجود فقد سبقت به إرادة الله ومشيئته. kila kinachotokea katika huu ulimwengu basi kimetanguliwa na matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. kutaka kwake kumetangulia, maana hakikuwa mpaka alipotaka. فلا يمكن أن يقع شيء في الوجود من خير أو شر أو حلو أو مر أو ذوات أو صفات أو أفعال أو طاعات أو معاصي أو إيمان أو كفر إلا وقد سبقت به إرادة الله. haiwezekani chochote kutokea na kuwepo katika huu ulimwengu, katika khairi au shari, tamu au chungu, katika dhati yoyote au sifa yoyote au vitendo vyovyote au taa au maasi, imani au kafir, isipokuwa kila kitu kimetanguliwa na qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. فأراد الله وقوعه كونا وقدرا فوقع. kwa hivyo hii ni irada kaunia, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaka katika qadari yake kauni liwe hili jambo likao. فلا يقع في ملك الله ما لا يريد. haiwezekani kutokea katika ufalme wa Allah jambo ambalo Allah hajataka liwepo. لأنه لو وقع في ملك الله ما لا يريد لوصف الله بالعجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. sababu lau kama kutatokea jambo katika huu ulimwengu ambalo hakulikadiria Allah na hajataka liwe, basi itakuwa hapo Allah amepewa sifa ya kutoweza, na Allah ametakasika kutoka maana sifa kama hiyo. Allahu ala kulli shay'in qadir. Allah ni muweza wa kila kitu. الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد. kuumbwa kikafanywa kiwepo kile alichokadiria Allah. وهو الإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود خلقه الله تعالى. kuamini kuwa kila kilichokuwepo katika huu ulimwengu basi aliyekiumba ni Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni khairi iwe ni shari. kama qala subhanahu, na shari ni katika macho ya viumbe tu, lakini mbele ya Allah ni khairi, kuna hikma kubwa ndani yake. kama qala subhanahu Allahu khaliqu kulli shay, Allah ni muumba wa kila kitu. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فخلق الذوات والصفات والأفعال. الله أكوم ذاتي نصيفا نفتينه. فكل شيء في هذا الوجود مخلوق لله تعالى والله خلقكم وما تعملون. kila kilichopo katika ulimwengu ni kiumbe chake Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa mtu asiseme kwa kuwa hiki ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala basi haina neno kuwepo ukafiri. Allah subhanahu wa ta'ala wala yarda liibadihi al-kufr. na wala mtu aseme basi mimi ni katika wale ambao mmekadiriwa kuwa makafiri basi nitadhi. kwa nini niadhibiwe basi na mimi? kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala atake mtu apotee kisha muadhibu? Atakuwa mdhulumu? La, amechagua mwenyewe mwanzo ule upotofu, ndio maana akapotezwa.
yeye mwenyewe amechagua upotofu kwa ushahidi. Hebu nionyeshe mpotofu mmoja hapa, mlete mbele yangu, kisha nimwambie huu hapa uongofu, one kata ufuata. Akiufuata ingia peponi, akiukataa ingia motoni. Mwambie hivi mbele yake. Amekuja mtu kafiri, si Muislamu, kamuita, njoo, wataka kwenda peponi? Huu Uislamu hapa ndio njia yako kwenda peponi, na huu kafiri hapa ndio njia yako kwenda motoni. Wataka ipi wewe? Mwanzo waweza kukutukana mtu kama huyo, mbie mjinga. Kwa hivyo aliyechagua upotofu nani? Unalazimishwa wewe mwenyewe kuchagua. Mtu akombe mwambie mlete huyo mpotofu hapa ambaye wasema mdhulumiwa, mlete hapa mbele yangu, mlete. Akishamleta mbele yako mwambie haya, njoo hapa, huu ndio Uislamu, maamrisho yake ni kadha, Allah ametuamrisha hili na hili na hili, wakubali na kataa. Kisha kesho, mbona ninadhulumiwa na tio motoni? Si uliambiwa ukakataa wewe? Ni wewe mwenyewe. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, wewe mwenyewe umechagua. Kwa hakuna mtu aweza kutoa hujja ya qadar, wala hakuna hiyo hujja hiyo. Kesho siku ya kiyama hakuna mtu atasimama aseme Allah wewe unikadiria. Hakuna mtu atasema hivyo. Nasoma Qur'an mwanzo mpaka mwisho, hutaona kuwa kuna mahali kufar eti walishtaki kwenye adhabu kwa sisi tulikadiriwa hivi. Hakuna. Wao wenyewe wakiri na wajua kwa salama, ili walijua. هذه مراتب الإيمان بالقدر الأربعة. هذه مراتب الإيمان بالقدر الأربعة. إذن مرتبة نزق ومن قدر: الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالإرادة والمشيئة، والإيمان بالخلق والإيجاد. ولا يصح الإيمان بالقدر ولا يتم حتى يؤمن الإنسان والعبد بها. haiwezi kusihi imani ya kuamini qadar mpaka uamini haya mambo manne. Wa khalafa fi dhalika alqadariyya, na wamekhalifu katika ile qadaria. Kisha atawaeleza qadaria na vigawanyo vyao hapo inshallah taala. Hiyo tutakuja kusoma hiyo. Tuchukulie mfano ili tuelewe haya tuliyosoma leo. Kwa mfano, kumetokea mtu, afana Allah wa iyyakum, akapata ajali, kagongwa na gari akafa. Ili sisi tuwe tumeamini qadar katika kile kitendo cha yule mtu kugongwa na gari akafa, lazima tuamini martaba ngapi? 4. Ya kwanza al-ilm. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kile kitendo kutokea alikuwa tayari ashafanya nini? Ashajua. Ilmu ambayo haina mwanzo wake. Kisha la pili al-kitaba, kwa kile kilichotokea kabla ya kutokea tayari kishafanya nini? kishaandikwa katika lawhul mahfudh. Naam. Thalithan al-mashi'atu wal-irada, kwa hakikutokea kile kitendo isipokuwa ni Allah ndiye aliyetaka kitokee, kikatokea. Na 4 al-khalqu, kwa kile kitendo cha gari kumgonga mtu, nani aliyekiumba? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tutaambiwa tumeamini qadar. Unafahamu? Waqis ala dhalika, katika kila jambo linalotokea, liwe ni la khairi liwe ni la shari katika macho yako. Kwa mfano, kuamini kwa mu'min. Kuamini kwa mu'min, jambo la kwanza tuamini kuwa ameamini hili jambo liko katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, alkitaba, Allah ameandika kuwa huyu awe mu'min, ishaandikwa katika al-lawhul mahfudh. Tatu, al-iradatu wal mashi'a, Allah ametaka huyu awe mu'min akawa mu'min. Na kumalizia al-khalqu, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameiumba hii iman katika moyo wake huyu mu'min akawa mu'min. Nafikiri mmeelewa. Nasema waqis ala dhalika, kwa katika kila jambo linalotokea katika ulimwengu, liwe ni la khairi liwe ni la shari, ni kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutawazungumzia al-qadariyya katika kikao kitakachokuja. Hawa wamekataa qadara, na hawa Mtume sallama alitaja kuwa watakuwepo katika umma wangu watu watakaoikataa qadar, na wakawa kama vile alivyosema Mtume sallama. Na hii ni katika alama za ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.